wote waliojenga kwenye eneo au kwenye kiwanja hicho kinachotamkwa leo wakutane mara moja na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ubungo, wakiwepo na madiwani na wenye viti wa eneo hilo, ili kujadiliana yafuatayo. Namba moja, kwamba wao ni wavamizi katika eneo lisilo la kwao. Namba mbili, kwa kuwa mahakama imekwisha tafsiri mmiliki halisi na ardhi imekwisha tafsiri, wako hatarini kubomolewa makazi yao. Wako hatarini kubomolewa makazi yao. Namba tatu, kama watu hao watagundua kwamba hilo ni kosa na wakawa na nidhamu, heshima na hekima, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo imshauri mara moja mkuu wa mkoa kuhusu njia bora za kuenenda na wavamizi wa eneo hilo. Jambo jingine, kwa kuwa mawasilisho yamefanyika na hakuna jambo lolote gumu katika uelewa wa lugha, eneo hili la wazi ambalo halijajengwa kitu chochote, pamoja na lile eneo jingine ambalo wapo wananchi wanaoweza kuwa wameliingilia ndani yake, baada ya uhakiki huo wa kimipaka, natangaza rasmi kuwa eneo hilo pasi na shaka ni la SACCOS. Jambo jingine, kwa kuwa SACCOS wanakabiliana masuala ya ukwasi hayo waliotamka, na kwamba wanataka kuuza ili waweze kulipa baadhi ya madeni kwa watumishi na wale wajumbe wa SACCOS, jambo hilo la kuuzwa kwa eneo hili lisifanyike mpaka hapo taratibu hizo ambazo nimeshazisema zitakapokamilishwa. Kwa kuwa mkuu wa mkoa na serikali kwa ujumla hatuhitaji migogoro yoyote ile, naendelea kusisitiza kwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wa halmashauri, viongozi wa serikali za mitaa, kuhakikisha wanaendelea kusaidia Watanzania kwenye vipande vya uongozi wao, kutafsiri sheria na kusimamia haki kwa wenye haki. Ndugu wananchi ambao leo mmejitokeza hapa, mkawe mabalozi wazuri kwa wengine wote. Na huwa kuna watu wanaleta harakati katika maeneo haya ya utaalamu. Bado nasisitiza kwa wale mtakaoleta harakati wakati tafsiri za kisheria zimeonekana ziko timamu, mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nitaongoza greda zitakazokuja kupalua ardhi hii na kubaki kuwa wazi kwenye mipaka yake, kwa kuwa harakati sio tiba ya sheria. Nimefanya hivyo mahali pengi na nisingependa eneo hilo nilifanye tena Mabibo. Kama hujui sheria, jiulize vizuri sheria zinavyofuatwa, kwa sababu ukijichelewesha leo itakuwa ni sawa na kunywa panado kwa kansa iliyokomaa. Mgogoro huu utarudi tena. Kwa ndugu zangu, baada ya kusema haya, kamishna anakupa siku 2 au siku 1, kwa sababu kazi una utaalamu nayo, mkishirikiana na kamati hii ambayo imefanya uwasilishaji leo, ofisi ya mkuu wa wilaya chini ya kamati ya usalama ya wilaya, kuwabaini hawa wote ambao wako hapo, kuweka mipaka upya iliyokuwepo kulingana na ukubwa wa eneo hilo, na kuwabaini wale wote ambao wanaweza kuwa wameingia kwenye ardhi hiyo. Na kama Kiswahili kitakuwa ni cha kiharakati, nikirudi hapa tutaifanya ardhi hii kuwa kama hapa palivyo, ili mwenye haki aendelee na haki yake. Sisi kama Wizara ya Ardhi hatuwezi tukasema hapa kuna mgogoro, kwa sababu miliki hii tulishaitoa tangu mwaka 1986.
Na Mheshimiwa Rais, tunachokiona kuna uhitaji wa matumizi ya umma kutoka kwenye public ambao ni wananchi wa eneo hili. Mheshimiwa Rais, mahitaji ya wananchi au kutoka kwenye public hayawezi yakasupasidi sheria, hayawezi yakawa juu ya sheria. Mahitaji haya yanapaswa kutekelezwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Na baada ya kuridhia utoaji huo, Mheshimiwa Rais, itatakiwa fidia ya haki na wakati ilipwe kwa wamiliki halali wa kiwanja hiki ambao ni wafanyakazi wa posta na simu. Kimsingi, Mheshimiwa Rais, hapa niwe muwazi, fidia hiyo haiwezi kuelekezwa kwa watu ambao wamejenga nyumba, kwa sababu kisheria ni wavamizi. Compensation haiwezi kalipwa kwa mtu ambaye ameingia katika miliki hiyo illegal. Hapana, sheria haiko hivyo. Na tujifunze kuto kutanguliza huruma kwenye sheria. Kama kuna maridhiano yatafanyika baina ya hao wenye nyumba na wamiliki halali, maridhiano hayo ni njia bora na sahihi ya kutumika. Lakini kama Wizara ya Ardhi hatuwezi kuhalalisha uvamizi.